It is now my honor to officially open the second international conference on the advancements of artificial intelligence in the African context, AAIAC 2026. Thank you very much for your attention. Ni mkutano wa pili wa kimataifa kuhusu maendeleo ya akili unde, yani artificial intelligence katika muktadha wa Kiafrika. Chuo Kikuu cha Dodoma kimeandaa mkutano wa siku mbili unaofanyikia hapa katika ukumbi wa Mlimani City kuanzia leo tarehe 22 hadi kesho tarehe 23 Julai 2026, ikiwakutanisha wanataaluma, watafiti pamoja na wataalamu wa viwanda, lengo likiwa ni kujadili jinsi ambavyo akili unde inaweza kutumika kubadili sekta ya afya, kilimo, elimu na uchumi wa Afrika. Mgeni rasmi katika mkutano huu wa pili wa kimataifa ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Akili unde tutaendeleza sana akili unde, lakini kama nilivyosema ni teknolojia ambayo lazima tuwe na tahadhari nayo. Mojawapo niyo kama kutumia katika udanganyifu, lakini tuko makini, tutazidi kuwa makini na tunajifunza hata kwenye kongamano hili. Baadhi ya mambo atakayozungumza ni hayo katika akili unde katika elimu, manake nini tuitumie kufanyia nini na nini ambacho tukiepuke. Na sasa imekuwa wazi kwamba ukitumia simu yote unaweza ukatafuta majibu kwa kutumia akili unde ya aina mbalimbali. Unaweza ukauliza swali ukapata majibu kaandika, lakini tunaendelea kudhibiti, na labda niseme ukweli ni kwamba tumedhibiti vizuri sana masuala ya ufujaji wa mitihani na matumizi ya udanganyifu katika mtihani kwa asilimia kubwa sana. Na sisi Tanzania wala sio kisiwa, tuko katika dunia hii ambayo inatumia teknolojia hizo. Kwa hiyo lengo la kongamano hili ni kuendelea kwanza kuongeza uelewa wa Tanzania na jamii yetu kwa ujumla kuhusu faida na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza iwapo akili unde haitatumika vizuri. Faida zake ni nyingi na wote tunashuhudia kwa sasa hivi. Hatuwezi kukwepa teknolojia za namna hii, na watu wanaibua ubunifu na biashara nyingi kwa kutumia hizi teknolojia. Na kwa kweli ukifuatilia utakuta vijana hasa ndio ambao wanazitumia hizi teknolojia vizuri, wanazipata kwa urahisi na wanazitumia vizuri. Lakini wajibu wa vyuo vikuu na wajibu wa serikali yoyote makini ni kuhakikisha kwamba inawaongoza vijana na watumiaji wa teknolojia za namna hii vizuri, kwa lengo la kushiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa nchi bila kuleta madhara ambayo pia yanaweza kujitokeza iwapo teknolojia hizi hazitatumika vizuri. Kwa hiyo tumefurahi kwamba watu wamekuja wengi kutoka vyuo vikuu vinavyofundisha mambo ya teknolojia na hasa akili unde kutoka nchi kadhaa, Afrika Kusini, Ghana na sehemu zingine. Na kwa hiyo tunadhani sisi kama bara la Afrika, na ni bara ambalo huwa wanasema ni bara ambalo ni changa, kwa sababu kwa sehemu kubwa vijana wako wengi zaidi, na hizi teknolojia kwa hiyo zinaweza zikatufaa sana sisi tena kwa muda mrefu. Ni wajibu wa vyuo vikuu kuhakikisha kwamba watu wanaelewa vizuri matumizi sahihi na matumizi ya kimaendeleo ya akili unde. Tunatoa pia space ya watu kuonyesha kazi zao kama innovators, wale ambao ni exhibitors, lakini pia tunawaleta speakers kutoka kwenye angles tofauti, decision makers, policy makers, waweze kukaa watengeneze mijadala ambayo ni ya kitaifa na mijadala ambayo inaweza ikasaidia hizi taasisi kukua pamoja na hizi sekta mbalimbali kama healthcare, agriculture ambazo tuna focus nazo, lakini pia education, digital economy and the rest. Tunakukaribisha sana kwenye siku mbili za taarifa na maarifa.